Mungu alimleta moja kwa moja. Yeye alikuwa na safari zake kwenda kumtafuta mtu. Kamleta hapa. Na ametoka katika familia ya Kiislamu. Toto yani kabisa. Yaani ukisikia wale watu wale wenye dini ndio ni miongoni mwao. Nikaa Dubai kwa miaka karibu 10, si ndio? Aishi huko. Lakini akaona Yesu ni kila kitu. Kaja hapa lakini shetani akawa amepiga mguu wake. Sasa kuna wengine wakawa wanawaza kwamba pengine sasa huyu sitakwaje, huo mguu kama ni mgonjwa huu, pengine utakatwa mguu, si nini. Lakini sisi tukamwamini Mungu. Na kwamba Mungu kwa Mungu yote yanawezekana. Ameendelea tunafanya maombi hapa, napita kila wakati tunamwekea mikono na pata maombi ameendelea, lakini ashukuriwe Mungu. Ana ushuhuda wa kusema nini Mungu amemfanyia. Na wengi nafikiri mna kumbukumbu na mtumishi wa Mungu. Basi nimkaribishe, ushuhuda mnajenga. Bana majini karibu uwe huru kabisa, mshuhudie Bwana Yesu nini anakutendea. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe jamani. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na furaha sana, najisikia vizuri. Amen. Nilivyokuwa naumwa lakini sikuweza kumwasi Mungu kwa sababu nilikuwa namshangilia. Nakumbuka nilikuwa nikizunguka natembelea mguu mmoja nikimshangilia kwa sababu ili nyingi tuliokuwa nayo isitufanye dhaifu tukashindwa kushangilia baba yetu akiwa. Amen. Mimi nilianza kuingia hapa, niliingia nikiwa na mguu mmoja uliteguka huu mguu wa kulia. Kwa nikaingia nikiwa na chechemea. Baada ya hapo kutokana na maombi hapa nilikuwa nikapona, nikatengamaa, nikawa vizuri. Amen. Amen. Piga makofi mengi. Lakini shetani bado ananifuatilia kwa sababu tumetoka mahali ambapo hatumjui Mungu. Kwa shetani akawa muda wote ananifuatilia. Amen. Kwa sababu nafarijika nikiwa naomba Mungu, hapo napata neema kutoka kwake kwa sababu yale maombi naona. Mwanzo nilikuwa nikiomba, kuna lugha zingine tunaziongea, tunasema alhamdulillah kwa rabbi. Siki maneno ambayo unamwomba Mungu siyomjua, unamwomba Mungu ambaye hana faida, unamwomba Mungu ambaye haleti matunda kwako, lakini leo hii Mungu analeta matunda kwako. Amen. Nikaja nikapatwa na ugonjwa wa kansa. Nikasema Mungu, haya tena ametoka hapa. Kumbe majaribu ni chuo ambacho kinakuinua, kinakupandisha juu ili uweze kumjua Mungu. Mimi nilikuwa nasononeka, nikasema Mungu nifanyeje hapa? Lakini kumbe Mungu ana mapenzi na mimi. Amen. Ana mapenzi, anataka kuniinua kwa sababu nimetoka kwenye uchafu, naoshwa maji, nasuzwa. Nashindwa kuelewa kwamba hapa mimi nasuzwa. Nasikitika, nasema haya maumivu yanatokana. Kumbe nasuzwa, nasafishika ili niweze kukaa katika kiroho. Leo hii Mungu kaniponya. Nilikuwa nikisimama hapa, kidonda usipokisafisha siku moja basi kitanuka, kinatoa maji. Sema nilipokuwa na huku maji yanadondoka chini. Kunaomba wale nilikuwa nakaa nao ambaye nilikuwa na wakwaza, sio kwa sababu yangu mimi, labda na wewe ilikuwa ni fundisho kwa wewe. Usinyanyapane mtu, umsaidie, umuombe kama mlivyoombe. Matunda yake ndio haya. Leo hii natembea kwa Mungu. Natembea kwa kujenga kwa sababu nilikuwa naye anataka. Leo hii nimetoka nyumbani, nikamwambia mke wangu, hebu jaribu kwenda ibadani. Ukiona anasema hebu ngoja nile tumalize Ramadhani. Sijataka kumforce, nikasema muradi nasema hivyo, lakini Mungu uko pamoja nawe.
najua atakuleta. Mungu tujaribu kukaa naye muda wote. Mungu tukae naye muda wote. Jaribu kukaa na Mungu wako. Mungu wako ana mapenzi na wewe. Mungu wako ana kitu anachotaka kutengeneza mbele yako. Mungu wako usimsaliti. Mungu wako kaa naye muda wote ibadani. Kama ukiomba, kwa sababu shetani muda wote anahangaika kukupotosha. Amen. Tumsifu Yesu Kristo Nazareti, mtakatifu wa mbinguni, mfalme wa wafalme, ambaye aliotuma katuleta duniani, katuleta kwa ajili ya kutuinua, kwa tusimpe nafasi shetani. Usifungue geti ukamfungua shetani. Unamfunguliaje vipi shetani geti? Ni pale unapokuwa unaonyesha udhaifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Uji kuswali, utoe sadaka, utoe fungo la 10, umsaidie maskini. Ukifanya hivyo, basi kaa ukijua kwamba unafungua geti. Sasa shetani anakuja kukaa ndani mwako. Alafu ukija hapa sasa, ukija kuombea, mashetani anakupanda. Mashetani akikupanda, makaka akikupanda, mimi najua wewe umefungua geti la shetani. Lakini ukisimama katika upendo wa Mungu, ukisimama, Yesu akakaa ndani mwako. Hamna pepo inaweza ikakaa ndani mwako.